Na siku ya leo Mheshimiwa mbunge akatupa maelekezo ya ahadi yake kuja kuitazama, je, imetekelezwa, na kama imetekelezwa kwa kiwango gani. Tunakumbuka mwenyekiti wa mtaa huu wa Kihesa alimwandikia mbunge barua ya kumwomba tanki la maji kwenye zahanati hii. Ni muda mrefu, nadhani kama ni mwaka jana hivi. Mheshimiwa mbunge hakusita kutoa, alikuwa ametoa, lakini hatukuja sisi kukabidhi hapa hilo tanki la maji. Na leo hii tukasema sasa ngoja tuje tutazame ni kwa namna gani utekelezaji wake umefikia hatua ipi. Kwa bahati nzuri mwenyekiti akatuambia ni kweli tulipokea tanki, lakini kwa sababu mbalimbali ujenzi ulikuwa unaendelea, na leo tumefika, tumeona, na tukatumia nafasi hiyo kukabidhi. Mengi ameshazungumza mheshimiwa diwani. Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Njombe mjini anaendelea kutekeleza ahadi zake. Hii ilikuwa ni sehemu ya ahadi zake. Mheshimiwa mbunge anaendelea kutekeleza ahadi zake ndani ya jimbo la Njombe mjini kwa utaratibu mbalimbali. Alianza pale Kambarage, alitoa fedha kama kiasi cha zaidi ya milioni 5 zipo kule kwenye shule, kwenye zahanati, kwenye barabara, kila kaeneo. Na miradi hiyo inaendelea kutekelezwa. Na huku Kihesa, ndugu zangu wa Kihesa kwa nasema kama mbunge ametusahau hivi huku. Hapana. Mheshimiwa mbunge hajatusahau huku. Tunatambua kuna ujenzi wa barabara hii ya chuo cha UDOM, tawi la UDOM ambacho mwaka huu mwishoni tunaamini itakamilika. Yote hiyo mipango ya mheshimiwa mbunge. Kuna barabara tumepita huko, wananchi wanatuambia kuna barabara ambazo na wenyewe wanatamani zirekebishwe. Yote hii na sisi tunazichukua hizo changamoto, tunamfikishia mheshimiwa mbunge. Lakini shauku kubwa ya mheshimiwa mbunge, naomba pia nitumie nafasi hii kupitia ziara hii kwenye zahanati hii kwenye jimbo hili la Njombe mjini. Mheshimiwa mbunge akiwa yuko bungeni anaendelea kupambana kwa 100% kuhakikisha kwamba fedha za kutekeleza miradi mbalimbali kwenye jimbo la Njombe mjini zinapatikana. Na shauku kubwa na furaha kubwa ya mheshimiwa mbunge kuona fedha anazopambana kutoka huko bungeni zinatolewa, fedha kutoka kwenye wizara, zinatolewa fedha kutoka kwenye halmashauri, zinakwenda kutekeleza miradi iliyokusudiwa. Hiyo ndio lengo lake. Na sisi ametutaka kama ofisi kuhakikisha kwamba fedha zinazotolewa kutoka serikali kuu, kutoka halmashauri, kutoka kwa wadau, kutoka hata kwake yeye mwenyewe, fedha hizo zinakwenda kutekeleza mradi uliokusudiwa tena kwa wakati. Hapa mtaa wa Kihesa kuna changamoto sana ya maji kipindi cha kiangazi. Kwa mheshimiwa mbunge alivyoliona hili, akaona lazima atusapoti sisi kama wananchi wa Kihesa kwa kutusaidia simitank. Naamini kabisa kwamba sasa hivi hapa zahanati hapata kuwa na changamoto yoyote ya maji, kwa sababu tumepata simitank kubwa kabisa, lipo imara, kwa tutakuwa na maji ya kutosha kabisa. Wakati yanakuwa yamekatika ya bombani, basi ya kwenye simitank yatakuwa yanaendelea kutusaidia. Hata ili simitank lenyewe mnaloliona hapa halijatoka wala kwenye mfuko wa mbunge, bali ametoa pesa yake ya mfukoni. Ni mtu ambaye ukimweleza anatekeleza, anapenda maendeleo ya Njombe. Kwa hiyo mimi naomba tuendelee kumwombea afya njema, aendelee kutekeleza majukumu yake ya bunge na ya jimbo la Njombe kwa ujumla. Baada ya kusema hayo, mimi naomba wana Kihesa wote tuendelee kumwombea mbunge wetu maisha mema na marefu, ili aendelee kutuletea maendeleo kwenye mtaa wetu. Asanteni. Naomba baada ya hapo nimkaribishe katibu wa mbunge. Kabla hujaenda huko, changamoto za zahanati kwenye kata yako Njombe mjini, ndio ambazo pengine zingehitaji kuwa na tenki la kuhifadhia maji, zikoje? Tuna zahanati hii hapa Njombe ya Kilimani. Tuna zahanati ya Matarawe pale. Alafu tuna zahanati ya Kambarage na Idundilanga. Nachompongeza mbunge, hizo zote ameenda anatoa mkono wake wa kuhakikisha vile vitu ambavyo vimekuwa vinakosekana vinapatikana. Kwa hiyo Kambarage pale kama unavyoona tukienda sasa, wameshaanza, wamelipokea simitank pale, wanajenga ile siti kwa ajili ya kuweka ile tanki. Kwa hiyo zahanati zote ametusaidia. Simsunza, mganga mfawidhi wa Kihesa, zahanati yetu hapa. Tunawashukuru kwa kufika hapa, lakini pia tunashukuru mheshimiwa mbunge kwa kutupatia tenki la maji. Tulikuwa hatuna tenki, na mimi hata muda mwingine nikawa nawaza maji yakikatika ghafla paka wananchi waanze kuambiwa
waanze kunanili, na saa nyingine wananchi wenyewe wana majukumu yao, inakuwa si jambo la busara sana. Lakini kupitia tenki hili basi nafikiri hiyo changamoto tena ya kuita wananchi waende wakasombelee maji mtoni itakuwa haipo. Kwa hiyo tunashukuru sana. Lakini pia kupitia ziara mliofanya kidogo humu ndani kituoni mwetu, umebaini naamini changamoto baadhi, mfano furnitures bado. Kwa mfano tu tuna viti 4 na meza 2, kwa hiyo tunatamani pia kusaidiwa hivyo vitu. Lakini nyingine pia ambazo zilishawasilishwa kwa viongozi naamini zitaendelea kufanywa kazi. Kwa hiyo ni shukuru sana kwa hilo. Maji yanahitajika kwa ukubwa gani hapa? Maji kwa zahanati yetu kwa muda huu lita 5,000 inatutosha bila kuleta shida yoyote. Lulandala ni mkazi wa mtaa wa Kiesa. Nishukuru serikali kwa kutuwezesha, hasa mheshimiwa mbunge kwa kutupa tenki la maji, kwa sababu tulikuwa tunapita changamoto mbalimbali, hasa muda wa kiangazi maji yanakuwa yanasumbua sana, mpaka tuende kuyafuata mtoni yanakuwa yanatuletea changamoto sana. Hivi nashukuru kwa kututatulia changamoto hii ya kutupa tenki. Tunasema asante sana, Mungu amzidishie, tumtakie maisha mema ili aweze kutatulia na mambo mengine hapo baadaye. Tunasema asante. Hivyo imesaidia kwa 99% kumtua mama ndoo kichwani, kwa sababu tulikuwa napata shida. Maji yakikatika kiangazi, basi mama wanapata adha kubwa kufata. Ni zaidi karibu kilomita 2 itupate maji, na huduma afya ni ya muhimu. Kwa maji ni uhai. Nipende kumshukuru Mungu kwa haya yote wanayofanya viongozi wetu, hasa mbunge. Asante.